Uchunguzi wa kifo cha mwanablogu Albert Ojwang umechukua mkondo mpya. Inspekta mkuu wa polisi wa Kenya Douglas Kanja ametengua kauli yake ya awali kwamba marehemu alijigonga kichwa hadi kufa. Mkuu huyo wa polisi tayari ameomba radhi kwa taifa. Wakati huo mamlaka ya usimamizi wa polisi IPOA imeyataja majina ya maafisa watano wanaoshukiwa kuhusika na kukamatwa kwa marehemu Albert Ojwang aliyepoteza maisha yake mwanzoni mwa wiki. Thema Mwadzaya anaarifu zaidi akiwa Nairobi. Kwenye kikao maalum mbele ya baraza la Senate, inspekta mkuu wa polisi wa Kenya Douglas Kanja alitengua kauli yake kuwa mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang alijigonga kichwa hadi kufa. It is not true. He did not hit his head against the wall. Kulingana na ripoti tuliyoipata kutoka kwa IPOA, sio kweli kuwa alijigonga kichwa hadi kufa. Hiyo ilikuwa ripoti ya mwanzo tuliyopokea. I tell my apology on behalf of the National Police Service. Naliomba taifa radhi kwa niaba ya idara ya polisi wa taifa kwa taarifa za kupotosha. Because of that information. Kwenye kikao hicho cha baraza la Senate, seneta wa kaunti ya Kilifi Stuart Madzayo alihoji kilichojiri kwenye seli alikozuiliwa marehemu Albert Ojwang. Alipokuwa amefika Nairobi, kulikuwa na wale mapolisi waliotangulia kuingia ndani ya seli na kuharibu vile CCTV ziko pale ndani. Kwa hiyo nataka kujua wale mapolisi walioingia pale ndani na wakamuua Ojwang ni kina nani? Ripoti ya upasuaji ilibaini kuwa alipigwa vibaya kabla ya kupoteza maisha yake mikononi mwa polisi. Kulingana na naibu mwenyekiti wa mamlaka ya usimamizi wa polisi ya kujitegemea IPOA, video ya kamera za CCTV za ofisi ya kamanda wa kituo cha polisi cha Central ilikuwa imevurugwa na kuchezewa. Wakati huo mamlaka hiyo ya IPOA imeweka bayana majina ya maafisa watano wa polisi waliohusika na kukamatwa kwa marehemu Albert Ojwang huko kaunti ya Homa Bay: Masajini Sigei, Wesley Kipkorir Kirui na makonstable Dennis Kenyoni, Milton Mwanze na Boniface Rabudo. Kwa upande wake, akizungumza kwa mara ya kwanza tangu mkasa huo kutokea, waziri wa usalama wa taifa wa Kenya Kipchumba Murkomen amekanusha madai kwamba zipo juhudi za maksudi za kuficha taarifa. We will do everything within the means to ensure that there is no interference. Tutafanya lililo ndani ya uwezo wetu katika wizara kuhakikisha kuwa hakuna atakayevuruga uchunguzi, kuwalinda watuhumiwa na kuficha ushahidi wa serikali. Inspector General of the Police. Yote haya yakiendelea, Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa wahalifu ndani ya idara ya polisi mintarafu kifo cha mwanablogu Albert Ojwang. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. Ruto aliyesema hayo akiwa kaunti ya Nakuru alikokutana na viongozi. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo. Tukiwa bado katika eneo hilo, Wakenya 6 akiwemo mwanasiasa wa upinzani Martha Karua, jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga, wameshtaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki EACJ kwa kuwashikilia kinyume cha sheria na kuwarejesha nchini mwao. Wote walikuwa ni miongoni mwa watu 8 waliosafiri kwenda Dar es Salaam mnamo Mei 18 na 19 kufuatilia kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani na mkosoaji wa serikali ya taifa hilo Tundu Lissu. Mwenzangu Sylvia Mwehozi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisheria Danstan Omari akiwa Nairobi. Kwanza amemuuliza kesi hiyo ina uzito gani? Mambo yaliyotendeka kule Tanzania, ule mwanasiasa wa upinzani aliyeshikwa na kunyimwa dhamana na kudhalilishwa, ilikuwa ni kinyume cha demokrasia ambayo inatakikana kuwemo ulimwenguni. Wakenya ambao ni wanasheria maarufu walienda pale wakanyimwa, isipokuwa Maraga, wengine wote walinyimwa kibali cha kuingia Tanzania. Ile ni kinyume na mikubaliano na mikataba ya East African Community. Kesi nzito zaidi sababu ile mahakama ya East African Court of Justice huenda ikawaadhibu serikali ya Tanzania na huenda ikamsurutisha
yule ambaye ni rais wa Tanzania, na akaonekana katika jicho mbaya katika ulimwengu wa demokrasia za bara la Afrika. Miongoni mwa madai ya walalamikaji ni kwamba walitimiza masharti yote ya kusafiri. Tunafahamu itifaki ya Afrika Mashariki inataja uhuru wa kusafiri kwa raia wanachama wa jumuiya, lakini kuna ukomo wa uhuru huo. Kuna ukomo. Ule uhuru sio absolute. Ule ukomo unaweza kuwa kama wewe wasafiri kwenda kuvuruga amani ya nchi fulani, umejiami na silaha, umekwenda pale kujaribu kupindua serikali ya nchi ile fulani. Lakini wale wa Kenya waliozuiliwa, ukomo haumo kwao. Wale ni mawakili waliotaka kwenda mahakamani. Mahakama zote za bara la Afrika, za Jumuiya ya Afrika, ni mahakama ambazo mtu yeyote ana uhuru wa kuingia na kusikiza, zile zinazoitwa open court. Kwa hivyo uwe ni Mtanzania, uwe ni Mjerumani, mahakamani hauulizi wewe ni nani kuingia. Tanzania ina uhuru wa kusema huwezi wakilisha mtu, lakini hawana uhuru wa kusema huwezi ingia mahakama na kusikiza ile kesi. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba ile kesi ina uzito mkubwa sana. Unadhani uamuzi wa kesi hiyo unaweza kuwa na athari zozote katika utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kesi yenyewe imeleta mtafaruku, sababu wabunge wa Kenya katika bunge la Kenya, wabunge katika Tanganyika, Tanzania, wamezungumza masuala mazito. Wa Kenya na wa Tanzania wamejibizana. Ule uhusiano utazidi kudorora hivi kwamba karibu 70% ya vitu ambavyo ni vyombo vya kutumia majumbani na industrial production zinatoka Kenya kwenda pale. Kuna Wakenya wengi sana wanaofanya kazi kule Tanzania. Kuna Watanzania wengi wanakuja kufanya biashara huku Kenya. Kwa hivyo haya mambo yasipoangaliwa vizuri, huenda yakaleta hali ambayo ni tata kwa uhusiano wa Kenya na Tanzania. Ni mchambuzi wa masuala ya kisheria Danstan Omari alipozungumza na mwenzetu Sylvia Mohozi. Msikilizaji, ukitaka kusikiliza kwa kina mahojiano ya namna hii na matangazo kwa jumla, basi subscribe katika chaneli yetu ya YouTube. Maafa makubwa yameripotiwa nchini Afrika Kusini kufuatia mvua kubwa na mafuriko yaliyokumba maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Watu 18 wamethibitishwa kupoteza maisha katika majimbo ya Eastern Cape na KwaZulu Natal, huku mamia waliachwa bila makazi. Kutoka Durban, mashariki mwa Afrika Kusini, mwanahabari wetu Bryson Bichwa na taarifa za kina. Katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Eastern Cape na KwaZulu Natal, hali bado ni ya huzuni na taharuki. Idadi ya vifo imepanda hadi kufikia watu 18, huku maafisa wa uokoaji wakihaha kuokoa maisha na kutafuta waathirika katika maporomoko na mito iliyofurika. Oscar Mabuyani ni mkuu wa jimbo la Eastern Cape. Tunaendelea kushuhudia ongezeko la idadi ya waliopotea, huku miili mipya ikipatikana na kutambuliwa. Msemaji wa jimbo la Eastern Cape, Kusekwa Ranki, amesema baadhi ya miili iliyopatikana kutoka mto Titika ni ya wanafunzi waliokuwa kwenye basi dogo la shule lililosombwa na maji. Watatu waliokuwa kwenye basi hilo walifanikiwa kuokolewa baada ya kupanda juu ya miti wakati maji yalipokuwa yakiongezeka. Watoto watatu kati yao waliweza kupanda juu ya mti na baadaye wakaokolewa na kikosi chetu cha uokoaji. Katika jimbo jirani la KwaZulu Natal, zaidi ya nyumba 80 zimeharibiwa na takriban watu 277 wameachwa bila makazi.